langu ni Emmanuel Amos Luhamba, ni kaimu afisa maendeleo ya ardhi halmashauri ya mji wa Njombe. Kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe, nipende kuchukua fursa hii kuwakumbusha wamiliki wa viwanja pamoja na mashamba katika halmashauri ya mji wa Njombe kuweza kulipia kodi ya pango la ardhi. Tumekuwa tukihamasisha sana juu ya hili jambo la kulipa kodi ya pango la ardhi kuanzia ngazi ya taifa. Tumeona waheshimiwa mawaziri, viongozi wote wa kitaifa na ngazi za mikoa pamoja na halmashauri tumekuwa tukihamasisha sana. Sasa kwa halmashauri ya mji wa Njombe leo ni tarehe 23. Kwa hiyo tunaona tumebakiwa na siku chache sana, siku 7 kuelekea tarehe 30 ambapo itakuwa mwisho wa kulipa hiyo kodi ya pango la ardhi. Na baada ya hapo wamiliki wa viwanja pamoja na wamiliki wa mashamba wataendelea kulipa. Lakini itakapofika Julai 1 kodi hile itakuwa imesoma na penalty au riba. Kwa kutakuwa na riba. Sasa ili kuepuka usumbufu huo, wamiliki wa viwanja wote nichukue fursa hii kuwahamasisha na kuwaomba na kutoa maelekezo kwamba tunapaswa kulipia kodi ya pango la ardhi. Na namna ya kulipa kodi ya pango la ardhi ni kufika katika ofisi ya halmashauri ya mji wa Njombe katika ofisi ya ardhi, na utapata namba ya malipo au control number kwa ajili ya kulipia. Lakini pia tunayo ofisi ya ardhi mkoa ambayo iko mkabala na kituo cha polisi cha Njombe. Unaweza kufika pia pale ukapata bili yako au namba ya kulipia malipo ya kiwanja. Lakini pia unaweza kaingia kwenye mtandao wa kwa maana ya website kwenye hii website au tuseme njia ambayo tunaweza tukaingia kwa ajili ya kupata makadirio ya kodi ya pango la ardhi. Ni landlands.go.tz, landland.lands.go.tz. Kwa wale ambao wana simu janja, kwa wale ambao wana kompyuta wanaweza kaingia kwa mfumo huo. Lakini pia unaweza ukaingia nyota 152 00 alama ya leli na utaendelea kutaona namna ya kulipa. Lakini halmashauri ya mji wa Njombe kwa kuona hizi siku zilivyo chache, ofisi ya mkurugenzi imeona irahisishe kidogo kwa wananchi ambao walikuwa wamechelewa kwa ajili ya kulipia ile kodi ya pango la ardhi. Tutakuwa na kituo kuanzia sasa, kutakuwa na kituo ambacho kitakuwa pale soko kuu letu la Njombe, ofisi ya meneja wa soko. Tutakuwa pale na ofisi ndogo ambayo itakuwa inatoa bili au ankara za makadirio ya kodi ya pango la ardhi. Kwa hiyo tunaomba wale wananchi ambao walikuwa wanaona ni mvivu kusafiri kwenda ofisi ya ardhi mkoa ambayo iko mtaa wa Kuiva au kusafiri kuja huko mtaa wa Lumani ambapo ilipo ofisi ya mkurugenzi, tunaweza tukafika katika ofisi ya meneja wa soko katika soko kuu letu la Njombe ambao liko katikati ya mji, na tunaamini kila mtu anaweza akafikika kwa urahisi. Wale watu wa Ramadhani, watu wanaokaa Kihesa, watu wanaokaa Njombe mjini, wanaokaa Kambarage, wanaokaa Mji Mwema, wengi wana biashara na shughuli zao ziko katika kitovu cha mji ambapo ni eneo la kati la mji. Kwa hiyo tukumbuke sasa kwamba tunaweza, pamoja na kwamba tuko busy na majukumu mengine, lakini ofisi nyingine sasa tutaweka pale kituo kile tutakuwa kina operate kuanzia asubuhi kila siku saa 2 mpaka jioni saa 11. Tutakuwa tunahudumia wananchi kwa ajili ya kuwarahisishia kupunguza uwezekano wa kusafiri kufika kwenye hizo ofisi mbili ambazo ni ofisi ya ardhi mkoa na ofisi ya mkurugenzi iliyoko Lumani. Kwa tutumie fursa hii. Niwaombe sana tutumie fursa hii kufika katika ofisi ya meneja wa soko pale. Kwa wale ambao hawataweza kufika ofisi zetu huku au ofisi za kamishna, wafike pale waweze kuhudumiwa kwa maana ya kupata ankara. Lakini niwaombe pia na kuwaeleza kwa nini tunahamasisha kulipa kodi. Swala la kulipa kodi ya pango la ardhi ni sharti la mojawapo lililopo katika umiliki wa ardhi. Kwa hiyo usipolitimiza unakuwa unakosa sifa za kumiliki ardhi, na hivyo unaweza kusababisha madhara yafuatayo. Unaweza kupelekwa mahakamani kwa kuvunja hilo sharti. Unaweza na mahakamani kule hukumu itakapoweza kutoka, unaweza kunyang'anywa mali yako kwa maana ya hicho kiwanja au nyumba, au unaweza inaweza kupigwa mnada na kupelekwa ili iweze kulipa hizo gharama, kwa sababu hiyo ni moja ya sharti la umiliki. Kwa hiyo tukumbuke kulipa kodi ya pango la
moja ya sifa ya umiliki wa ardhi. Kwa kama unajiita wewe ni mmiliki wa ardhi na haulipi kodi ya pango la ardhi, maana yake tayari umekuwa umevunja masharti ya mmiliki. Kwa hiyo niwaombe sana tuchangamkie fursa. Tunazo siku 7 kuanzia sasa, leo tarehe 23, tumebakiwa na siku 7 tu kufika tarehe 30. Baada ya hapo kodi yako itasoma na riba. Na unapopata taarifa hii mwambie na mwenzako, ili tuweze kupashana habari kwamba bana, kodi ya pango la ardhi baada ya tarehe 30 Juni itakuwa ina riba, lakini pia kutakuwa na madhara ya kufikishwa kwenye vyombo vya kisheria. Sasa tuepuke kudhalilika, tuepuke usumbufu, tulipe kodi ya pango la ardhi. Asanteni sana, na unapopata taarifa hii mjulishe na mwenzako.